حضرت آیت الله العظمى امام خمینی حضرت آیت الله العظمى امام His credibility at a time when many voices inside were trying to disarm Iranian people. Even the voices inside were trying to do that. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalam TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea Iran. Kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa Iran, hatima ya uongozi wa Iran imezua maswali mapya kufuatia ripoti za kifo cha kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei kuhusu jina la mwanae Mojtaba Hossein Khamenei likitajwa kama mmoja wanaoweza kumrithi. Mojtaba, mwanasiasa na mwanazuoni wa dini ya Iran, ni mtoto wa pili wa Khamenei. Alizaliwa mwaka 1969 mjini Mashhad na alihudumu katika vita vya Irani na Iraq kati ya mwaka 1987 na mwaka 1988 akiwa mwanachama wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Baadaye aliendelea na masomo ya dini katika seminari ya Qom, akijijengea ushawishi ndani ya mitandao ya kidini na kisiasa. Ingawa hajawahi kushika wadhifa rasmi serikalini, Mojtaba kwa muda mrefu amechukuliwa kuwa na ushawishi mkubwa ndani ya ofisi ya kiongozi mkuu na katika taasisi za usalama. Jina lake lilihusishwa na maamuzi ya kisiasa ya nyuma ya pazia, hususani wakati wa maandamano yaliyofuatia uchaguzi wenye utata wa mwaka 2009. Hata hivyo, katiba Iran haitambui urithi wa kifamilia kwa nafasi ya kiongozi mkuu. Kiongozi mpya kuchaguliwa na bodi ya wataalam, chombo cha wanazuoni wa Kiislamu chenye mamlaka ya kumteua na hata kumwondoa kiongozi mkuu. Wachambuzi wanasema uhusiano wa Mojtaba na makundi yenye nguvu ya usalama unaweza kuongeza uwezekano wake, lakini pia unaweza kuzua upinzani kutokana na hofu ya kuanzishwa kwa mfumo wa urithi wa kifamilia katika Jamhuri ya Kiislamu. Kwa sasa mustakabali wa uongozi wa Iran unabaki kuwa wa kusubiri uamuzi rasmi wa bodi ya wataalamu. Usisahau kubonyeza alama subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalam TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalam TV Online.